Karibu sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Ukuaji wa sayansi na teknolojia unavyozidi kuongezeka nchini, ndivyo mambo yanavyozidi kubadilika, hasa kwa wanafunzi wa chuoni. Lakini matumizi ya programu za kisasa yanasaidia vipi katika kukuza ufanisi wa mwanafunzi? Mimi ni Happiness Yasheri na hii ni Kimbweta. So leo niko ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, naongea na wanafunzi wa chuo hiki. Nikitaka kufahamu ni kwa namna gani wanatumia programu za kisasa katika kukuza ufanisi wao wa masomo hapa chuo. Na naanza wangu wa kulia hapa. Mambo? Poa, vipi hapo? Fresh, unaitwa nani? Naitwa Ruben Dinda. Ruben, unafikiri ni programu gani za kisasa ambazo zinatumika kwa sasa hivi kwa wanafunzi wa chuoni? Kwangu mimi personal, program ambazo napenda kutumia ni kama ChatGPT ambayo ni moja kati ya AI na Google ambapo inanirahisishia kupata taarifa mbalimbali. Unafikiri matumizi ya program za kisasa inaweza kuongeza ufanisi wa mwanafunzi katika masomo yake? Ndio, tukiachana hata na kuongeza ufanisi, yani inaongeza ile uhusiano kati ya wanafunzi na walimu, kwa sababu kupitia hizo program unakuwa hata na kuna muda mwingine kwenye kipindi na mnakuwa na Zoom meetings, unajua, kupitia Google, kupitia zile Zoom meeting mnakutana na walimu, au unaweza kumuuliza mwalimu swali akiwa mbali, unamuuliza tu yani kupitia mtandao, unajua. Program za kisasa zinasaidia vipi katika kukuza elimu ama kukuza yale maarifa kwa mwanafunzi? Kupitia program za kisasa unaweza kupata maarifa popote pale ulipo yani. So lazima uende sehemu fulani ndio uzipate. Kwa kupitia hizo program za teknolojia unaweza kupata taarifa popote na ukagain kitu, unajua. Asante sana. Nirudi upande wangu wa kushoto hapa, mwanadada. Mambo? Unaitwa nani? Martha. Unatumia program za kisasa katika kujifunza? Unatumia program zipi? Mimi sana natumia Google. Baba nimepewa Unafikiri uwepo wa program za kisasa umesaidia vipi ama umerahisisha vipi kutafuta material kwa mwanafunzi, au unamsaidia vipi mwanafunzi katika kuongeza ufanisi wake? Kwanza kabisa inasaidia kupata majibu kwa urahisi bila kutumia muda mrefu, lakini pia kwa sisi wanafunzi yani inasaidia. Lazima kwanza uende darasani, mwalimu anaweza kusema hiyo kazi kwa bure, sio kama hata unaweza kupata majibu Zamani bwana, tulikuwa wale wazee wa zamani walikuwa wanatumia kwenda library kusoma kitabu, wanatafuta material, yani wakikwambia anatafuta kweli. Lakini sasa hivi kutokana na uwepo wa program za kisasa, wanafunzi mambo yamebadilika. Unafikiri kuwepo kwa hizo program zinapunguza wanafunzi kufanya kazi ama kufikiria, au kunarahisisha kwa mambo yanakuwa yanaenda kwa haraka zaidi? Kwangu mimi naona zinarahisisha, kwamba yanaenda kwa haraka zaidi ya kutumia muda mrefu sana katika kufanya kazi. Mimi naona zinarahisisha. Lakini uone kama zinadumaza akili, kwa sababu unajua mtu zamani alikuwa akikwambia niko na library natafuta material, anatafuta anahakikisha mpaka anayapata. Lakini sasa hivi ukiingia ChatGPT kitu ni rwa. Sasa hiyo kwa sababu maendeleo sasa na teknolojia hatuwezi tukazia maendeleo hayo. Kwa hiyo yamerahisisha sana. Nije kwako hapa brother. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Thomas Chomete. Thomas, unafikiri uwepo wa program za kisasa zinasaidia kukuza ufanisi wa mwanafunzi ama zinadumaza zile tunaita skills ya mwanafunzi? Kwanza kabisa hizi program zina faida yake na hasara yake. Na hizi program kwa sababu ni za kiteknolojia zaidi, na teknolojia kama teknolojia waga ina faida na hasara kama nilivyosema mara ya kwanza. Kwa mwanafunzi inaweza, kwa faida yake inaweza kuwa inamrahisishia yeye ule ugumu wa kupata material. Kwa kama zamani alikuwa anatumia vitabu anachimba ndani, kwa unakuta anaweza akachimba akatumia muda mrefu afa sikipati kwa haraka.
lakini ukitumia hizi program unaweza kupata majibu kwa urahisi. Kitu kingine pia ni lugha nyepesi, kwamba hizi programs zinakupa wewe lugha ambayo wewe unaielewa vizuri kuliko vile vitabu. Unakuta mtu hajaielewa lugha vizuri, kwa hiyo kuja kuchimba kwenye vitabu library anapata ugumu wa kuelewa kile anachokitafuta, lakini hizi hapa zinampa ule uwepesi wa yeye kujifunza kulingana na lugha nyepesi ile anayoitumia yeye kutafutia hicho kitu. Alafu kingine pia ni gharama. Hii ina gharama ndogo sana, lakini yani gharama yake ndogo ni pale hivi hatununui vitabu ambavyo vinaweza vikagharimu hela kubwa, lakini sasa inakuwa ni hela ndogo ambayo inatumia tu interneti. Ukiunga bando la 500 MB 200 zinakutosha wewe kupata kile unachokitafuta. Hizo tunaongea kwenye faida ambayo zinaweza kumfanya yeye akafaulu mwanafunzi. Hasara, lakini ukiangalia hasara ni kweli inadumaza akili, kwamba mwanafunzi anakuwa sasa ana base sana katika hizi program. Inamaanisha hizi program zikitokea bahati mbaya zikafungwa tu, huyu mwanafunzi atakuwa ni lazy. Wewe unatumia hizi program za sasa? Unatumia AI nini, Google? Mimi mwenyewe ni mtumiaji mzuri sana. Kwa hapa sasa hivi ikitokea hizi program zikifungwa na wewe unakuwa umeduma kiupande fulani, kwa sababu ninazitegemea katika kila kitu. Unaweza kuwa mwanafunzi, mwalimu ananifundisha au lecture anafundisha pale, nakuta naandika tu notes. Nikifika kule situmii vitabu, natumia hizi program kujifunzia. Kwa kama zikitokea zimefungwa, kuna ugumu nitakupata mimi baadaye. Unafikiri kuna changamoto yoyote mwanafunzi anapotumia program za kisasa? Yaani kwenye matumizi ya program za kisasa ni changamoto gani ambazo wewe kama mwanafunzi na mtumiaji wa program za kisasa unazipata? Nikiwa natumia hizo program ni pale yani napojaribu kuliandika swali langu kwenye zile program, afu zile program zenyewe zinaletea swali ambalo lipo tofauti, liko nje ya mada. Imeshawahi kutokea hivi uko darasani kabisa umeandika swali tuashumu sasa uko kwenye testi unaandika swali halafu ChatGPT inakuletea kitu cha uongo, unafanya nini? Ni kweli hiyo inatokea sana. Mfano mzuri ni katika ile somo la communication skills. Kuna siku mwalimu alitupa swali lenyewe liko nahusu kuhusiana na masuala ya nakumbuka ilikuwa ni masuala ya kuandika barua. Sasa mwalimu zile njia zake zile za uandishi wa barua na uandishi wa barua ChatGPT ni tofauti. Sasa ninapojaribu kumuelekeza mimi ChatGPT ananiambia mwalimu ndo amekosea. Hiyo pia ni changamoto. Kama mwalimu amekosea darasani kufundisha yeye ndo anafundisha kitu ambacho kiko sahihi. Yeye ndo iko sahihi. Sasa nikamwambia hiyo pia ni changamoto ambayo waga nalikuta. Ndio. Nirudi kwako hapa bro. Sasa nataka kufahamu wewe unawashauri nini vijana ambao wamebezi sana na matumizi ya program za kisasa, yani wao huambii chochote kama alivyosema kule Bwana Thomas kwamba yeye program za kisasa ikitokea zimefungiwa hapa anadumaa. Unawashauri nini wanafunzi wa namna hiyo? Wewe mwenyewe unatumiaga? Mimi ni mtumizi mzuri sana. Mimi ni mtumiaji mmoja mzuri sana wa AI. Yaani ikitokea hapa sasa hivi ChatGPT na unafanya kwanza mimi sina ile ability ya kumshauri mtu. Cha kuambia tu vijana ni kwamba live yours. Wewe kama umeamua kutumia AI tumia. Kama umeamua kwa sababu unajua kuna mtu yani mpaka sasa hivi yani bila AI yeye hawezi kufanya kitu chochote. Anamuuliza AI kupika, si unajua pale geta anamuuliza kupika. Anamuuliza sijui kuvaa kila kitu yani. Kwa hiyo yani sasa hivi AI ikitolewa yani kwenye maisha ya watu kuna watu atayumba ni atakuwa tamati. Mmoja wapo ni wewe. Ndio, mmoja wapo ni wewe. Mimi mtumiaji mmoja mzuri sana AI, siwezi kukataa. Kwa hiyo kama yani mtu anaona yuko interested na AI, aache. Aende library kwa sababu huwezi amini kuna watu wengine mpaka sasa hivi tangia waje chuo hajawahi kuingia library. Kwa kupitia AI inawasaidia yani anasoma tu pale chumbani kwake ni fresh. Kwa hiyo kama umeamua upende AI achana nayo. Kama unaipenda endelea nayo. Asante sana. Mtazamaji wa Sauti TV, na sasa tumemaliza kipengele chetu cha kwanza cha kipindi cha Kimbweta ambacho ni kipengele cha maswali na majibu, na sasa tunahamia kwenye kipengele chetu cha pili cha The Challenge.
Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: ni kitu gani ambacho kinamezwa kikiwa kigumu, kinatemwa kikiwa kilaini? Kinamezwa kikiwa kigumu, kinatemwa kikiwa kilaini. Bablish. Martha. Kinamezwa. I see. Haya, Martha. Niko kwa ni sema hata sielewi. Bro hapo baba kaka. Yaani kitu ambacho kinaweza kikiwa kigumu, kinatemwa kikiwa kilaini. yaani una kila iko kigumu afu kinaweza iko kilaini. Sio kigumu. Nini? Labda majibu. labda matapishi. Hujapata jibu? Mimi hapana kabisa. Mimi bado naenda na Bablish. Sawa, asante. Sasa Bablish naeleza ikiwa ni ngumu. Okay. Mtazamaji wa SAUT TV, usisahau kutuachia maoni yako hapo, utujibu challenge yetu. Swali linasema hivi: ni kitu gani kinamezwa kikiwa kigumu, kinatemwa kikiwa kilaini? Kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha Kimbweta. Tukutane tena muda na wakati kama huu. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV TZ. Mimi ni Happiness ya Sherry. Bye bye.